Hii ni ziara ya Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Wazo akitembelea miradi mbalimbali ya serikali na ameamua kutembelea mahakama ya mwanzo Wazo Hill. Mahakama hii ni mpya, imeanzishwa mwaka huu tarehe 6 kwa tangazo la Jaji Mfawizi Kanda ya Dar es Salaam na kuzinduliwa rasmi tarehe 30 mwezi wa kwanza 2025. Mahakama hii tokea ianzishwe mpaka sasa tumepokea mashauri zaidi ya 350 ambayo yamefunguliwa katika mahakama hii, lakini pia yaliyoisha ni zaidi ya mashauri 260. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru Jaji Mfawizi wa Kanda ya Dar es Salaam kwa jitihada zake za kuhakikisha mahakama hii inaanza kazi. Wakazi wa huku walikuwa wanapata changamoto mbalimbali za usikilizwaji wa mashauri, lakini pia mashauri mengi yalikuwa hayafiki mahakamani kutokana na umbali. Lakini kwa sasa wananchi wameelewa mahakama hii inafanya kazi na mashauri yanasikilizwa kwa muda na kwa wakati. Lakini mahakama hii inaendeshwa kidigitali. Tunavyosikiliza kesi mpaka hukumu zinatoka hatutumii karatasi, na mwananchi akishasomewa mashtaka tu, yani hukumu ikishasomwa anakabidhiwa nakala yake ya hukumu. Mahakama hii ina mahakimu wawili, wote ni mahakimu wa kazi, lakini pia ina makarani watatu, ina walinzi wawili na mhasibu mmoja. Kesi nyingi zinazopokelewa katika mahakama hii ni za kuingia kwa jinai. Kuna migogoro ya viwanja na mashamba katika maeneo haya. Kuna shida ya watu kuuza viwanja na mashamba mara mbili. Mtu anauza viwanja au shamba huku akijua alishamuuzia mtu mwingine. Kwa hiyo tunapokea kesi hizo nyingi, na kwa kweli tumekuwa serious kwa kesi hizi. Ushahidi unapokamilika na walalamikaji wakitoa ushahidi ukithibitika, basi mhusika anapewa adhabu inayostahili kwa mujibu wa sheria. Tunamshukuru Mama Samia kwa kuweza kutupatia uwezeshaji na uwezeshaji tukapata hii mahakama. Sasa hivi migogoro ya ardhi mtaa wa Nyakasangwe imepungua kwa asilimia kubwa, tofauti na awali tulivyoanza. Wakati mimi naingia kulikuwa kuna migogoro kiasi kwamba ukilala ukiamka mpaka ukifika ofisini kichwa kinauma. Lakini sasa hivi tumepunguza mashauri, lakini nawashukuru mahakimu wa mahakama hii hawataki mchezo kabisa na mambo ya viwanja. Na kwa kutumia hili ni wasii wananchi wa mtaa wa Nyakasangwe, hasa wale wababaishaji walikuwa wanapenda anauza mimi ndo mwenyewe, mimi ndo topu. Hivyo vitu vimeshashindikana kwa kupitia utawala na uongozi wa Mama Samia na mheshimiwa wetu Diwani Manyama. Tuko na wakili mwanasheria kiasi kwamba watu wananyooka. Mtaa wa Nyakasangwe jamani uko safi kwa sasa. Uko safi na naamini tunaenda kumaliza migogoro. Na hii migogoro itaenda kuisha kabisa. Watu watakupata zile hati zao, biashara tumemaliza. Kwenye eneo langu tunashukuru, tuna mahakama, tuna kituo cha afya na tuna majengo tu mengi ya shule ambayo tumepatiwa, lakini pia tunajenga shule nyingine eneo huku la Nakalikwa. Na huo ujenzi utaanza mwezi wa 7. Tukianza tukikamilisha tutawakaribisha mji mmoja. Mheshimiwa Rais, niliyesimama mbele yako ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyakasangwe. Ni mwenyekiti kabisa, sikuchaguliwa kwa bahati mbaya. Ni mwenyekiti ambaye ninajua majukumu yangu. Na niseme hivi, wanawake tukiwezeshwa tunaweza. Wababa mliokopo mahali hapa, tunaomba support yenu sana kwa maslahi mapana, hususan ya Tanzania yetu, kata yangu ya Wazo, mtaa wa Nyakasangwe na mitaa yote 8. Jamani, tunakuja wakati mwingine ujao. Tunamwomba mama, wanawake sisi kwa maendeleo aliyotuletea tumeyaona. Mimi kwa jina naitwa Saidi Mohamed Mkemi, mwenyekiti wa CCM tawi la Nakasangwe. Sisi wana Nakasangwe tunashukuru sana tena sana kwanza kutupatia mahakama hii. Tulikuwa tunapata shida, tunatoka hapa kwenda Kawe kwenda kusikiliza kesi zetu. Lakini kwa sasa hivi kwa kweli imekuwa rahisi sana kwetu sisi, tunatoka hapo karibu na kuja kusikiliza kesi zetu. Kwa hiyo hicho tunashukuru sana. Kwa sisi kwa mtaa wa Nakasangwe, kwa kweli serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna deni, kwa sababu mahakama tumepata. Nakasangwe tulikuwa na shida ya maji sana, lakini kutokana na diwani wetu huyu Bwana Mheshimiwa Manyama amepambana na aliahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba nitahakikisha kwamba Nakasangwe watu tunapata maji, na kweli tumepata maji. Sasa hivi kila mtu anakunywa maji nyumbani kwake. Unaona? Ametuletea zahanati pale,
tunashukuru kwa kweli, tunashukuru. Lakini kilio chetu kingine kikubwa, tunamwomba mama, tunamwomba sana barabara, kwa sababu sasa hivi mahakama tumepata, hospitali tumeipata, lakini miundombinu ya barabara inakuwa ngumu. Kwa hiyo akina mama hata wajawazito kama wanataka kukimbizwa Mwananyamala ama sehemu nyingine inakuwa ngumu. Hapa kipindi hichi cha mvua barabara ni chafu sana. Nafikiri hata mheshimiwa unaona hali halisi. Hata hapa mahakamani kwenye angalia. Kwa kweli hata kama unaleta hao watuhumiwa wenyewe, gari inashindwa kufika, hata mahakimu wetu wenyewe wanashindwa. Watu wameulambia vizuri, lakini akifika hapo tena anaanza kuchukua mitope. Sasa inakuwa sio mzuri. Kwa majina naitwa Asha Hamisi Msakuzi. Ni mkazi wa mtaa wa Nyakasangwe, kitongoji cha Nakalekwa. Mwanzo kabisa napenda kumshukuru mama kwa juhudi zake alizotupatia wananchi wa Nakasangwe. Tuna mahakama, tuna zahanati. Tunamshukuru sana. Tunamshukuru kwa kina mama kututua ndoo kichwani. Kwa miaka 5 iliyopita tulikuwa tuna shida sana ya maji. Lakini sasa hivi kila nyumba ina maji, ni wewe tu mwenyewe kulipia. Kikubwa zaidi tunachokiomba ni barabara. Tuna zahanati, tuna ambulance. Ambulance na mashimo haya tunaweza tukapoteza wagonjwa wengi njiani. Na wakina mama kujifungua inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tunaomba sana. Karibuni sana kituo cha Wazo Nyakasangwe, kata ya Wazo Nyakasangwe. Kituo hiki kilifunguliwa mwaka 2024 mwezi wa 7 na CPA Makala, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Katika ufunguzi ule hali ya kituo ilikuwa bado kipya. Kama mnavyokiona hivi sasa, kituo chetu ni kipya, lakini ni kituo kizuri kabisa. Tumeanza kwa kutoa huduma ambazo ni za kawaida, yani huduma za wagonjwa wa nje. Kwa hapa sasa hivi hatulazi, lakini tunatoa huduma za wagonjwa ambao wanakuja na kuondoka, wakina mama wajawazito, watoto pamoja na wazee ambao wanakuja kupata huduma hapa kituoni. Kwa hivyo tunamshukuru sana Mama Samia, kwa kweli amefanya jambo kubwa katika kata yetu hii ya Wazo kujenga kituo hiki, kwa sababu katika eneo hili la Wazo hapakuwa na health center. Hiki ni kituo cha afya ambayo ni health center, ni ngazi ambayo inafuatia kutoka hospitali ya wilaya. Kwa hiyo kituo bado kinaendelea, kipo katika hatua ya ujenzi, fedha bado zinaendelea kuletwa. Hivi ninavyoongea na nyinyi kuna shilingi milioni 200 zipo katika akaunti yetu kwa ajili ya kumalizia ujenzi, kufanya ukarabati sehemu za nje kule, kumalizia kuweka paving, lakini kumalizia sehemu yetu pia ya maabara pamoja na dento. Hapa tutakuwa tunatibu meno pia. Lakini kwa sasa hivi tuna huduma ya ultrasound, tuna huduma ya maabara, lakini patakuwa na huduma ya x-ray, tutakuwa na mochwari, tutakuwa tunapasua, tutakuwa tunalaza wagonjwa, watoto, mama wajawazito na wengine wanakuja kufanya hizi huduma za hapa hospitalini. Kwa hiyo karibuni sana kituo cha Nyakasangwe. Binafsi nipende kumshukuru sana diwani wetu Mr. Manyama, wakili Manyama, kwa juhudi yeye na watendaji wenzake kupitia mbunge wetu pia Gwajima, Mheshimiwa Gwajima, wameweza kupigania, hatimaye tumeweza kupata kituo hiki. Lakini pia kituo hiki kina ambulance, lakini kwa leo haiko hapa. Hizi zote ni juhudi zao. Kwa kweli sisi tunakishukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa hatua ambazo wanazifanya. Kwa ukweli wamefanya mambo mengi. Tunamtakia tena mama yetu Samia miaka 5 ijayo. Hongera sana. Upatikanaji wa dawa kwa sasa ni 98% au 99%. Kwa kweli hatuna shida yoyote ya dawa katika kituo hiki. Wazee wakija tunawapokea, tunawapa huduma bure, lakini pia hata watoto na mama wajawazito pia. Wote hawa tunawahudumia hapa. Kwa majina naitwa Maalim Ali Musa, ni imamu, lakini pia ni mwenyekiti au kiongozi mkuu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Nishukuru kwa pale pote tulipopita. Tumepita katika sehemu ya mahakama, tumeona jitihada kubwa ya mama kiungana na mbunge wetu pamoja na diwani wetu. Lakini na hapa sasa tuko katika sehemu ya hospitali, tumeona jitihada kubwa ya mama pamoja na mbunge wetu na mheshimiwa diwani. Kwa kweli wamefanya jitihada kubwa. Mungu awape nguvu
awape utayari wa kutekeleza mambo, na sisi tunayaona. Sisi kama viongozi wa Jumuiya ya Amani na Maridhiano tumelishuhudia hili ambalo tayari tumelipitia hapa, ambalo ametuonyesha kiongozi wetu Diwani Wanyama. Shukrani sana, Mungu akulipe heri wewe pamoja na mama. Naitwa Modest Kenneth Mwandemele. Mimi ndio mwenyekiti wa bodi wa kituo cha afya hiki. Nipende tu kupongeza kwamba nimpongeze ndugu yangu Diwani Manyama na watu wote, kuanzia mtendaji aliyepita hapa Fatuma Shewuya na viongozi ambao mpaka leo wapo, kwa umoja na juhudi kupambania kituo mpaka kimesimama leo. Kwa hizi jitihada zote zinafanyika ni kwa sababu ya uwepo wa rais wetu Mama Samia Suluhu, na yote yanafanyika mpaka tumepata hii ambulance. Bado kuna tatizo. Mimi kilio changu kikubwa kwa wananchi wangu ni barabara. Barabara ni mbovu sana sana, yaani hazipitiki, sio kuja hapa. Kwa hata hiyo ambulance haiwezi kutusaidia kitu chochote, kwa maana ilikuwa kutusaidia ni kwamba kuna barabara ambazo zinaweza kukufikisha aidha kwenye hospitali za rufaa huko. Kwa hiyo mimi ningependa kushukuru sana 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 na mganga mkuu hapa ndugu yangu Geoffrey kwa kazi ambayo anaifanya usiku na mchana, na wafanyakazi wote wa kituo hiki cha afya. Kwanza napenda kumshukuru rais wetu Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu na diwani wetu Manyama kwa kazi nzuri ambayo wameitenda katika eneo letu la Nyakasangwe kwa kutuletea hospitali na maji pamoja na mahakama. Maji sasa hivi hakuna kubeba kichwani, mabomba kila sehemu yapo, na mahakama hakuna kwenda mbali. Sasa hivi mahakama iko Nyakasangwe. Napenda kuwashukuru sana na kuwatakia kila laheri kwa kazi nzuri ambayo wameitenda, kwa sababu sio kazi rahisi, ni juhudi ambazo walizonazo pamoja na upendo walionao kwa wananchi wake wote. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi yao nzuri sana. Kwa majina, atuambie mkazi wa hapa. Mimi naitwa Ana Mkumbwa, mkazi wa Nakasangwe. Niko mbele yenu hapa nikimshukuru Mungu sana kwa rais wetu wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru Mungu, ametutendea mambo makubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Tazameni maji haya yanavyomwagika hapa. Ni kwa ajili ya rais yetu pamoja na viongozi wetu wa serikali ambao tumewachagua akatupatia kwa ajili ya kuleta maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Haya mafanikio yote mnayoona makubwa hapa yanaonekana katika nchi yetu na Kasangwe yetu. Sasa hivi mnaona hospitali iko hapa. Tunaenda kwa raha hospitali. Tukiona tumezidiwa sana, tumeletewa mpaka gari ambulance ya kutubeba mpaka Mwananyamala. Jamani, tuseme nini? Tulikuwa na kesi zetu, tunaenda mpaka nani hii huko, sijui huko Kawe, huko mpaka Oysterbay. Tunaenda mpaka huko, lakini sasa hivi mnaona rais wetu Samia Suluhu Hassan anavyotenda makubwa pamoja na viongozi wetu tuliowachagua. Mimi naitwa Barton Samson, ni mchungaji. Pia ni naibu katibu wa kata ya Wazo, chama cha Maridhiano na Amani, kanisa la Free Pentecoste. Kwa kweli nashukuru sana kwa kuona kile kilichofanyika, kilichotufanya leo tuwepo hapa. Tumetembelea kituo cha kwanza cha mahakama, kituo cha pili hospitali ambayo iko vizuri sana, kituo kiko vizuri sana. Pia tumeona maji yako vizuri sana. Kwa kweli namshukuru sana kiongozi wetu diwani Mr. Manyama, ameenda na kazi yake aliyotaka kuifanya. Kazi iendelee. Kwa kazi aliyoendelea kuifanya, na mimi ataongeza juhudi zaidi, kwa sababu aliyofanya ni makubwa, kuna mengine anakwenda kuyafanya. Naamini kabisa atafanya vizuri zaidi anapoendelea na kasi hii ya Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli ni kazi nzuri inaendelea na itaendelea. Asanteni sana. Jina naitwa Bethwel Suleiman Mkumbwa, mkazi wa Nyakasangwe. Awali ya yote nawashukuru wananchi wote. Mheshimiwa diwani, Mungu akubariki. Kazi uliotenda umetukuka. Namshukuru mama yetu kipenzi chetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi aliyoweza kufanya. Kwa kweli ni furaha iliyoje. Mungu ambariki, ampe maisha marefu. Amina. Wananchi waliojiandikisha tusikose kupiga kura.
tumpe namba 1 mama yetu kipenzi chetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpe kura zote za ndio. Tumpe kura za ndio. Kwani nini? Haya mambo mengine, hakuna mtoto anayezaliwa na kutembea. Kwa nini nasema hivyo? Wananchi, waandishi wa habari, mmeona tulikotoka kule mahakamani, tumefika kwa bugudha kidogo. Tumetoka pale tumefika sehemu ya kuelekea hospitalini. Kwa kweli njia si rafiki. Kwa hiyo miundombinu najua iko kwenye utekelezaji kama mlivyosikia, mlivyoambiwa. Kwa hiyo mimi naridhika kwa sababu tulivyoanza sivyo ilivyo sasa hivi. Kama hatutaridhika kwamba mtoto hazaliwi na kutembea, basi hatutashukuru, hatutaweza. Hata ukipewa kitu kikubwa zaidi hutashukuru. Shukuru kwa hili lililoanza kufanyika. Kwa hiyo namshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi anayofanya. Kwa jina naitwa Mwalimu Caroline Magoti, mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi Josephat Gwajima. Kwanza nitaanza na historia fupi ya shule hii. Shule ya awali na msingi Josephat Gwajima ilianza tarehe 19 mwezi wa pili 2024, kwa maana mwaka jana. Shule hii ilianza na idadi ya wanafunzi 129. Kati yao wanafunzi 49 walikuwa ni shule ya awali na wanafunzi 79 walikuwa shule ya msingi, kwa maana grade 1. Na shule hii inaendeshwa kwa mchepuo wa lugha ya Kiingereza na ina idadi ya walimu. Shule ilianza na idadi ya walimu 7. Kati yao walimu wawili walikuwa wa kiume na walimu 5 walikuwa wa kike. Kadri miaka inavyoenda tunatarajia kuwa na idadi kubwa, kwa maana kwa mwaka huu tumeongeza darasa, kwa maana tuna darasa la awali, darasa la kwanza na darasa la pili, ambalo linafanya idadi ya wanafunzi kufikia 272. Kwa maana hiyo ni maendeleo makubwa katika kata yetu na maeneo ya Madali. Huduma wanazopata wanafunzi hapa, hii ni shule ya kutwa ambapo wanapata chakula kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kwa maana siku za masomo, na ratiba yetu ya chakula inabadilika kulingana na aina ya chakula. Kwa hiyo watoto wanapata chakula chenye lishe, wanapata uji wenye lishe, wanapata chakula chenye protini, vitamini, matunda, maji, na tuna maji safi. Tuna maji tumepata kutoka msaada shule ya Hazina, na pia hayo ni maji ya kisima, na tuna maji kutoka Dawasco. Kwa hiyo shule yetu ina huduma zote, inapata mahitaji yote kwa kifupi. Kwa mwaka bajeti ya mwaka 2024-25 shule yetu ilipata mgao kutoka chanzo cha ndani, kwa maana kutoka kwa mkurugenzi, mgao wa fedha. Tulipata kiasi cha shilingi milioni 31 na laki mbili, ambapo ni kwa ajili ya ujenzi wa choo matundu 13. Na ujenzi huo upo katika hatua za mwisho. Hatua za awali tuliandaa mazingira, kwa maana kufyeka maeneo, tukaandaa mafundi na wazabuni wa kusambaza vifaa. Kwa hiyo shughuli nzima ya ujenzi inaendelea na mpaka sasa shule iko katika hatua ya kumalizia, lakini kiasi hicho bado hakijakamilika, kwa maana kimeishia hapo, ambapo tuko katika hatua ya kupiga rip na tuko katika hatua ya kupiga tiles pamoja na kufunga mabeseni yale, lakini tuko katika hatua nzuri na tunamshukuru mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni kwa jitihada zake kutupambania, na shule yetu inaendelea kukua. Kwa maana hiyo tunatarajia temu ijayo vyoo vile vitatumika, ambapo vyoo vyetu viko pale pande wa mwanzoni pale. Pia tuna huduma mbalimbali za kijamii, kwa mfano tuna vikao vya wazazi, tunawashirikiana na wazazi katika vikao kuboresha shule. Tunashirikiana na walimu na wazazi wana mahusiano mazuri. Uongozi wa shule pamoja na walimu na wazazi pia wana mahusiano mazuri. Tuna klabu mbalimbali za masomo hapa shuleni. Baada ya vipindi vya madarasani, watoto ubaki madarasani na walimu kwa ajili ya vilabu vya masomo ama elimu baada ya masomo. Kwa hiyo kule tunawafundisha watoto mahusiano na wazazi, mahusiano na majirani. Tunawafundisha kuepukana na vitendo vya ukatili wa jinsia. Kwa hiyo watoto wetu wanapata taaluma iliyo bora kwa kupata mtaala ulioboreshwa. Shule yetu kweli ina changamoto. Changamoto ya kwanza ni hiyo ya kukosa uzio. Tunajua mkurugenzi ana shule nyingi na pia ndio tunayemtegemea katika kutupa hizi misaada, lakini hatuwezi kumwachia mkurugenzi peke yake. Wadau mbalimbali au wazazi
huwa katika vikao tunaomba basi waguswe na wao, kwa sababu hii ni shule yetu na watoto wetu ndio wanakuja hapa wasome kwa usalama. Basi tulikuwa tunashauri wazazi au wadau mbalimbali wa nchi hii au wa maeneo madare waweze basi kushirikiana nasi katika kuboresha hilo tatizo, kutatua tatizo la uzio, ambapo tatizo hilo ndio litakaloleta zaidi maendeleo ya mtoto hapa na usalama akiwepo hapa shuleni. Majina anaitwa Hawa Rashid Mafumbi, katibu wa siasa na uenezi na mafunzo kata ya Wazo. Kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pili tunapenda kuishukuru serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi kupitia kata yetu ya Wazo, wilaya yetu ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam, Tanzania. Tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa mambo mbalimbali ambayo yalofanyika ndani ya miaka mitano kupitia diwani wetu Leonard Tungaraza Manyama. Miaka mitano iliyopita wanawazo tunaijua, sio miaka mitano ya sasa hivi. Tuna uwezo wa kusimama majukwaani na kuyasemea mengi yaliyofanyika na mazuri yaliyofanywa na serikali iliyopo madarakani ya Chama cha Mapinduzi. Tuna mahakama, tuna kituo cha afya, lakini leo tuko hapa kwenye kituo hiki cha DRDP cha mtaa wa Mivumoni, tunachoweza kwenda kutengeneza zetu barabara. Lakini barabara hii ilikuwa ni kikilio kikubwa sana kwa wana Mivumoni, kutokea kontena mpaka pa eneo linaloitwa 6 Madale mwisho. Wanawazo tuna imani na serikali iliyopo madarakani, tunasema Mama Samia mitano tena. Lakini si hayo tu, kero za shule asilimia kubwa kata ya Wazo, jamani, kazi imefanyika. Tuna vyoo vingi, tuna shule kubwa nyingi ambazo zinazoendelea kama tulivyotoka kutembelea shule ya English Medium Josephat Gwajima. Jamani, ndani ya kata ya Wazo ile ndio shule ya kwanza ya English Medium. Yote haya ni mazuri yanayofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, akifuatiwa mbunge wetu wa jimbo la Kawe, lakini bila kumsahau diwani wetu ambaye tuko naye kwenye msafara wa ziara hii, Tungaraza Manyama. Lakini leo hii niseme kana kwamba diwani angesema anarudi tena, mimi naomba nizungumze mbele ya wana Mivumoni. Mimi natokea Mivumoni. Wallahi ningesimama kipaumbele kumsemea Manyama. Mitano aliyokaa ndugu yetu Moro tunaikumbuka. Mitano aliyokaa Mwakalebela ndugu zangu tunaikumbuka. Lakini mitano ya Manyama anaacha historia kubwa ndani ya kata ya Wazo. Mambo makubwa yamefanyika kupitia serikali na uwakilishi wake ndani ya serikali kupitia ngazi za mitaa, ngazi ya kata, ngazi ya jimbo, mpaka kutuwakilisha bungeni na Mheshimiwa Rais kutusikia. Tunamtaka rudi. Lakini hatuna mengi, tunaiombea mema nchi yetu ya Tanzania na kuitakia amani kuelekea uchaguzi wa miaka hii inayoendelea mitano tena ya Mama Samia. Ninaomba na Mivumoni, kazi na utu inafanyaje? Tunasonga mbele. Mama Samia tumpe mitano tena. Lami ipo, Mheshimiwa diwani, kero ya wananchi umasikia. Kazi kubwa imefanyika hapa. Wanaomba kipaumbele mwenyekiti wangu wa serikali ya mtaa Omari Kaeni. Tuliahidi, tunatekeleza. Simamia wananchi waweze kupata ajira humu ndani. Maendeleo ni ya mtaa, maendeleo ni ya kata. Kipaumbele ni wakazi husika. CCM oye. Kwa jina naitwa Ramadhani Rashidi Mdaki, mkazi wa Mivumoni, kata ya Wazo. Napenda kuishukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa mazuri ambayo yamefanyika hapa. Toka nimehamia hapa, nimekuja hapa Mivumoni hapa, tulikuwa tukunywa maji kwenye vidimbwi. Nilikuwa namsindikiza mke wangu saa 9 usiku kwenda kulinda maji yanavujia kidogo kidogo, na hatimaye tunajaza ndoo tunarudi nyumbani. Lakini mpaka leo maji tunaoga mara 3, unaoga unavyotaka, unakunywa unavyotaka. Ni jambo ambalo lilikuwa tatizo sana kubwa sana. Lakini kulikuwa hatuna shule hapa. Sasa hivi tuna shule ya msingi iko vizuri, tuna shule ya sekondari iko vizuri. Kwa hiyo mambo yote magumu ambayo yalikuwa hayapo katika mtaa huu yapo. Lakini kubwa yote 9, barabara ya lami. Ni jambo ambalo lilikuwa ni ndoto ambayo ilikuwa haitegemeki. Tumepata shida sana. Sisi tunakwenda Tegeta kwa gharama. Lakini leo ikifika lami hii, tuna imani kabisa kwamba tutakuwa tunaenda Tegeta kwa muda wote. Lakini niseme tu kwamba mazuri huwa hayaishi. Chama cha Mapinduzi kimefanya mambo mengi sana mazuri na ya kuigwa mfano. Nataka tuseme hivi, asiyeona basi aone. Hata kama
unasema kwamba mimi ni mpinzani, lakini mazuri yalifanyika kwa Chama cha Mapinduzi, lazima useme kwamba kweli kwa hili CCM imefanya kazi. Niombe, najua tuna mambo mengi, niombe sasa, kwa kuwa lami tumepata, serikali iwaambie TARURA waongeze bajeti, hizi barabara ambazo hazivukiki ziweze na zenyewe kupatiwa bajeti, waweze watu kuvuka. Jina langu naitwa Madamu Adelina Machanike Kitundu, natokea mtaa wa Mivumoni, kata ya Wazo. Awali ya yote, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ujio huu wa Mheshimiwa Diwani, lakini pia sisi kama mama wa Mivumoni tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuona kwamba Mama Samia ni kwa namna gani ambavyo ameweza kutujali, hasa kwa kutuletea kempu ambayo inakwenda kutengenezea barabara yetu ya Mivumoni. Tulikuwa na kilio kikubwa sana kama wamama, hasa kwenye kipande cha wamama na upambanaji wa watoto kuwakimbiza kwenye mazahanati wakati ule mgumu wa barabara zetu. Lakini Mama Samia, popote pale ulipo, salamu zako kutoka kwa wamama wa mtaa wa Mivumoni, kata ya Wazo. Tunasema inshallah Mwenyezi Mungu akujalie miaka mingi, uishi miaka mingi. Asante sana. Lakini pia tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya. Sisi kama wadau wa Mivumoni, pamoja na kuwa tumepata site ya Mivumoni kwa ajili ya utengenezaji wa barabara, wapo watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kuitumikia hiyo barabara ambayo inatakiwa iende kwa spidi ili tuone namna gani ya maendeleo, kwa sababu barabara ni maendeleo. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Diwani, tunaomba barabara yetu iweze kutengenezwa kwa uharaka, lakini pia ombi letu la msingi na kubwa sana, tunaomba sana, wako watu ambao waliingia site kwa ajili ya kupambania utengenezaji wa barabara kama vibarua walijitoa. Tunakuomba Mheshimiwa Diwani, wale watu wa kwanza ambao waliingia humo ndani, ikiwepo sisi wakina mama, tunaomba sana utakapokwenda kuongea kwenye vikao vyenu ndani, basi watu wa kwanza walioingia kuchimba visiki, madimbwi, manini, wapewe kipaumbele cha ajira. Wadau tuko wengi na wazawa tuko wengi, lakini yote kwa yote tunaomba kuwapambania wenzetu ambao walianza kuingia humo ndani na kupambana juu ya utengenezaji wa barabara. Walitengeneza kwa moyo, walitengeneza kwa furaha, walitengeneza kwa nguvu, kama watu walivyojitoa uchimbaji wa mitaro wakati wa maji. Hii yote ni kuona namna gani tunataka barabara ya Mivumoni iende kwa spidi. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, tunakuomba sana, tuko chini ya miguu yako, wape watu wa kwanza walioingia kufanya kazi ndani ya site kipaumbele cha ajira. Nadhani wenzetu wako wengine ambao pia wanahitaji ajira, site inahitaji watu wengi, lakini tunaomba priority kwa wale watu ambao waliingia na kuanza kazi. Yes. My name is Mr. E. I come from CRBC. Now you can see this is our campsite. All our equipment is here, but not all the equipment. So when we start our work outside, we first should to have a progress about the demolish. So when we finish the demolish, we will start our work. So now is our situation and our change. Mimi naitwa Engineer Julius Kesi, ni mwakilishi wa maengineer wa kizalendo wa Tanzania kwenye kampuni ya CBRC. Huyu anaitwa Engineer Yi. Yeye kazi yake kubwa ni kuweza kusimamia mradi katika ubora ambao unahitajika kutoka kwenye maelekezo ya taifa letu. Hapa anachokifanya sasa hivi ni ameweza kuleta mitambo yote ambayo inaitwa mobilization, na bado kuna mingine iko njiani inakuja. Ameshaanza kuandaa mazingira ya kufuatilia wale walioko barabarani wanahitaji kufanywa compensation, malipo ya fidia, ili kuweza kupisha eneo la barabara. Kwa mpaka sasa hilo zoezi liko katika awamu ya mwisho, na yeye ili aweze kukabidhiwa rasmi na kuingia barabarani kutekeleza ujenzi wa huu mradi. Huu mradi umegawanyika katika maeneo makuu kama 6. Kwa upande wa Kinondoni kuna huu Mivumoni, kuna Tegeta A, kuna upande wa Kinondoni mtaa wa Togo 1, Togo 2, Togo 3, na kwa wilaya ya Ubungo kuna hii barabara ya kuanzia Madale mwisho kuingia Msumi kwenda kutokea Makabe. Fidia ya wakazi wangapi maeneo? Ina urefu gani barabara? Hii hapa ina urefu wa kilomita 4, ile ya Msumi ina kilomita 9.9, ya Togo ina kilomita 1.8, Togo 2 ina kilomita 1.6 kama sikosei, na ya mwisho ina kama mita 920.
Na mradi wa muda gani? Huu mradi unategemewa kwenda kwa mwaka 1.5, 2025 2026. Labda ni kiasi gani cha fedha kilizotoka kwa wakazi ambao walioingia kwenye mradi? Fidia kama fidia, kuna baadhi ambao kuna michoro mipya imetokea, kunaendelea kufuatiliwa ili waweze nao kuingizwa kwenye haya malipo. Wale wa awali bado haijaweza kukamilika, kwa hiyo siwezi kuitoa hesabu kamili ya kiasi gani kinachotakiwa kwa ajili ya kuwafidia. Asante. Kwa majina naitwa Madam Redempta Bernard Runja, mkuu wa shule ya sekondari Mivumoni. Shule yetu ni shule ya kata iliyoanza mwaka 2018 ikiwa na wanafunzi 302 na sasa ina wanafunzi 1133. Nianze kwanza kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maendeleo makubwa ambayo imetusapoti sana, hasa katika kipengele cha elimu. Kuanzia mwaka 2020-2025 kuna mabadiliko makubwa sana katika sekta yetu ya elimu, hususani katika shule yetu ya Mivumoni. Tumejengewa matundu 21, lakini tumejengewa madarasa 2, tumejengewa pia maabara. Hayo yote yamefanywa chini ya kiongozi wetu mkuu Dr. Samia Suluhu. Tunasema asante sana, tunampongeza sana kiongozi wetu, tunasema mitano tena. Asante sana uongozi kwa kutuzidi kutusimamia pia, kiwa ni viongozi wote kuanzia pia hata watendaji wetu, diwani wetu, kwa sababu changamoto zinapojitokeza zinaanzia kwenye shina na kisha zinafika juu. Tunashukuru kwa kusapoti na hata kufikia sisi tunapata haya yote ambayo tumetengenezewa kwa kipindi hiki chote. Ninasema asante sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi, kidumu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwalimu, kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wako kikoje? Kwa upande wa ufaulu nitasoma kwa sababu matokeo yetu tumeanza kidato cha 4, darasa letu la kwanza ilikuwa ni mwaka 2021 ambapo ufaulu wetu ilikuwa kama ifuatavyo. Division 1 tulikuwa nazo 5, kwa maana wavulana 4, msichana 1. Division 2 6, wasichana 2, wasichana 2 na wavulana 6. Division 3 walikuwa 9, walikuwa 11 wavulana na wasichana 9, jumla 20. 4 ilikuwa 66, wavulana 92, wasichana 156 jumla. Lakini division 4 tulikuwa nayo 68, kwa maana wavulana 34 na wasichana 34. Lakini mwaka 2022 tumekuwa na division 0 9 tu, kwa maana ya kwamba division 1 3 2 54, division 3 59, 4 153 na hizo 0 9. Kwa ufaulu huu tunaona kwamba tunasogea mbele. Tukikumbuka kwamba ni shule ya kata, lakini bado tunafanya vizuri na tumekuwa tukipeleka form 5 wengi pamoja na vyuo. Kwa hiyo tunasema tunasogea katika hatua zetu. Labda niende mwaka jana. Mwaka jana tumekuwa na division 1 7, 2 32, 3 36, 4 146 na 0 zilikuwa 48. Kwa hiyo tunaona kwamba idadi kubwa yanayoenda chuo na form 5 inaongezeka. Asante. Mchungaji Memory Makweta, mchungaji wa kanisa la EAGT Alpha na Omega, niko Madale hapo. Ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kwenye kata yetu ya Wazo.
Leo tumekuwa na msafara muhimu sana wa baraka, msafara wa kwenda kuthibitisha ile kazi ambayo imefanywa kwenye kata yetu ya Wazo. Katika kutembea kwetu tumethibitisha kweli kazi imefanyika, na ukisoma maandiko kwenye Biblia, Yesu Kristo kuna wakati aliwaambia watu kwamba kama hamtaniamini mimi, basi ziaminini zile kazi ambazo ninazifanya. Kwa hiyo na sisi kwa kutembelea kwetu hii miradi mikubwa mizuri ambayo imefanyika kwenye kata ya Wazo, tumeamini kweli serikali imefanya kazi kweli. Kwa hiyo nianze kutoa pongezi za dhati kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Napongeza kwa kazi hii kwenye kata, lakini pia nampongeza diwani kamanda ambaye amejitoa kwa nguvu zake kuhakikisha anayapeleka haya maendeleo pale ambapo yanatakiwa kufika. Kwa kusema hayo machache, niseme tu asanteni. Tanzania yetu, amani kwanza. Amani kwanza. Tanzania yetu. Ndugu zangu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Ndugu zangu, wananchi wenzangu wa kata ya Wazo ndani ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni na jiji letu la Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, ninaitwa Leonard Tungaraza Manyama, ni diwani wa kata hii ya Wazo. Leo nimekuwa kwenye ziara ya kutembelea na kukagua miradi yote iliyotekelezwa ndani ya kata ya Wazo kwa kipindi cha miaka mitano 2020-2025. Katika ziara hii nimeambatana na viongozi wangu wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi ndani ya kata, lakini pia na mabalozi na viongozi wa kamati za siasa za matawi yetu yote, wakikagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025. Lakini pia nimeambatana na wenye viti wote wa serikali za mitaa 8 pamoja na viongozi wa umoja wa kamati au umoja wa amani wa viongozi wetu wa madhehebu mbalimbali ya dini ndani ya kata ya Wazo, mashehe, wachungaji, ili nao waweze kuona nini ambacho kimefanyika ndani ya kata ya Wazo chini ya uongozi imara wa Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ambavyo tumeona, kata ya Wazo yamefanyika mambo makubwa na mapinduzi makubwa ya kimaendeleo katika kutatua changamoto na kero za wananchi. Tumetembelea mradi wa mahakama ya mwanzo Wazo hili, mtaa wa Nyakasangwe. Mradi umekamilika, mahakimu wako pale na huduma zinaendelea kutolewa. Sasa hivi wananchi wa kata ya Wazo hawaendi tena mahakama ya mwanzo Kawe. Shughuli zao, kesi zao, migogoro yao inamalizikia ndani ya kata ya Wazo. Tumetembelea kituo cha afya kizuri cha kisasa ambacho kinatoa huduma kwa kina mama, wazee, watoto na watu wote wanapata huduma pale kwenye kituo chetu cha afya Nyakasangwe. Lakini pia tumetembelea shule ya awali na msingi ya Josephat Gwajima ambayo ina mchepuo wa Kiingereza. Hii ni shule pekee ya mchepuo wa Kiingereza ndani ya kata ya Wazo. Ni shule ya serikali. Tulizoea shule za namna hii ziwe za binafsi, lakini sasa ndani ya kata ya Wazo tuna shule ya mchepuo wa Kiingereza ya serikali inayomilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Tumetembelea pia na kukagua maandalizi ya ujenzi wa miradi ya DMDP ndani ya kata ya Wazo. Kwenye kata ya Wazo nimepata kwa sasa takriban barabara 4. Barabara ya Mivumoni, barabara ya Umoja, barabara ya Nyakasangwe na barabara ya Mbopo kuelekea Msumi na kuelekea kule Mbopo Mabwepande. Zote zinakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami, na kama tulivyoona tumetembelea site ya mkandarasi tayari hapa Mivumoni, mmeona maandalizi yake na kwamba muda wowote kazi inaanza ya ujenzi wa barabara za lami ili kutatua changamoto ya mawasiliano kwa wananchi ndani ya kata ya Wazo. Lakini pia kwenye upande wa elimu tumetembelea shule ya sekondari Mivumoni, tumeona maabara za kisasa, tumeona jengo la utawala, madarasa yaliyojengwa. Tumetembelea shule ya msingi Twiga pale Kisanga, shule mpya hiyo ambayo imejengwa ndani ya miaka hii mitano. Tumetembelea pale Wazo shule mpya ya gorofa inayojengwa pale uwanja wa Panga, shule ya kisasa na mkandarasi yuko site na kazi inaendelea. Lakini pia tumetembelea shule ya sekondari ya Songoro Mnyonge, hii nayo imejengwa ndani ya miaka hii mitano, shule nzuri ya kisasa na madarasa ya gorofa yanajengwa yanaendelea. Pia tumetembelea mradi mpya wa shule ya sekondari ya Salasala ambayo nayo ni shule ya gorofa, mkandarasi yuko site na kazi zinaendelea.
Tumetembelea pia na barabara ya Afrikana kwenda Kinzudi. Kuna kiwango ambacho kimejengwa kwa lami wakati wa miaka hii mitano. Lengo ni kuunganisha kipande hiki kwenda mpaka Goba ili wananchi wanaotoka Afrikana wapite Kinzudi waende mpaka Goba. Ndugu zangu wa Tanzania na wanawazo wanasema kuona ni kuamini. Na mimi kama diwani nimeamua kushirikiana na kamati yangu ya siasa tuwatembeze wananchi waweze kuona nini ambacho kimefanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa yule ambaye anabisha, basi tunamletea aone kwa macho. Kulikuwa kuna watu ambao wanasema hakuna kilichofanyika ndani ya miaka mitano. Niwaambie ndugu zangu, ndani ya kata ya Wazo, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mapinduzi makubwa na kwa kweli tunamshukuru. Na Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa kata ya Wazo, tukuhakikishie ushindi wa kwako wa kishindo ndani ya kata ya Wazo. Kwanza ndio kata kubwa ndani ya jiji la Dar es Salaam na manispaa ya Kinondoni kwa idadi ya wapiga kura, kwa idadi ya wananchi. Ni kuhakikishie kwa kazi ambayo umetufanyia kata ya Wazo, Mheshimiwa Rais, kata ya Wazo tunakuhakikishia mitano tena na kura za kutosha za kishindo kwenye uchaguzi mkuu. Lakini pia kwa kuwa Chama cha Mapinduzi ndio kimetekeleza haya, niwaambie wale wapinzani wajipange ndani ya kata ya Wazo. Asanteni sana ndugu zangu na washukuruni sana. Asante sana. Sauti kidogo. Asante sana Mheshimiwa diwani na kamati nzima ya maendeleo ya kata ya Wazo. Karibuni sana shule ya msingi Twiga. Mimi naitwa Mwalimu Janet Aniseti Mlenge, ndiye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Twiga. Shule hii ya msingi Twiga ni mojawapo ya shule 9 za serikali zilizopo katika kata yetu ya Wazo. Shule hii ya msingi Twiga ilianzishwa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2022 ikiwa na vyumba 8 vya madarasa na tulikuwa walimu 15 ambapo wanafunzi walikuwa 874 walipunguzwa kutoka shule ya msingi Wazo Hill na kuanzishwa shule hii mpya. Na shule ilikuwa imepata uongozi wa kamati ya shule ikiongozwa na ndugu Enoki Manyofu. Ndio ilikuwa ni mwenyekiti wa hii kamati. Kwa hiyo tulivyoendelea, shule hii ikaongezewa tena vyumba vya madarasa na serikali kuu tukaongezewa vyumba 3 vya madarasa pamoja na mapato ya ndani ya manispaa. Tumekabidhiwa vyumba hivyo vikafanya kuwa vyumba 11. Lakini pia muda si mrefu 2023-24 tukapata mradi wa boosti. Mradi wa boosti tukaongezewa vyumba 3 vya madarasa pamoja na choo cha matundu 6 ambapo mradi huu umeshakabidhiwa na vyumba hivi tayari kwa kutumika. Awali ya yote tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na pia tunamshukuru mama yetu mpendwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu kwa jitihada zote anazozifanya mpaka kufikia hapa, bila kumsahau baba yetu Mheshimiwa diwani na jopo lake lote na uongozi mzima wa manispaa kwa ushirikiano wa wananchi nao pia. Kwa kweli Mungu abariki. Haya madarasa sasa hivi kweli yanashinda hata nyumba zetu za kulala. Watoto wako kwenye mazingira mazuri na mazingira ya kupendeza. Kwa ufupi, mradi wetu ndio huu ambao ulipewa milioni 77,800,000 kwa pesa za boosti, lakini baadaye tena manispaa iliongeza milioni 52,300,000 na senti kwa ajili ya kumalizia, na tumeshaumaliza. Tunashukuru kwa jitihada zote hizi. Mungu abariki na tuendelee kushirikiana, tuendelee kufanya maendeleo, na sisi kama walimu tunaendelea kutunza haya majengo na pia tutaendelea kuboresha elimu na ufaulu wetu kama ulivyokuwa. Katika mambo ya kitaaluma tunamshukuru Mungu, bado hatuko vibaya, tuko vizuri. Kwa mfano, kwa mwaka jana kulikuwa na wanafunzi 119 wa darasa la 7 na wote walifanikiwa kwenda sekondari. Kwa hiyo katika upande wa taaluma bado tuko vizuri. Asante sana Mheshimiwa diwani na kamati nzima ya maendeleo ya kata. Karibuni sana shule ya msingi Twiga. Kwa majina naitwa Mario Peter Gandie ambaye ndiye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mivumoni.
na kwa sasa niko hapa kama msimamizi wa ujenzi huu wa shule mpya hii uwanja wa Panga ambayo tutaita Leonard Manyama kama Mungu akipenda. Na mimi niko kwa niaba ya mkurugenzi ambaye niliteua miongoni mwa walimu wakuu kuwa msimamizi wa shule hii. Na mshukuru mkurugenzi, alitutengea kwa awamu ya kwanza milioni 455 kwa ajili ya ujenzi wa huo msingi. Na huo msingi umeshakamilika. Nategemea tuanze awamu ya pili. Na kwa matumizi, huo msingi umetumia milioni 418 na imebaki milioni 36 ambayo tunategemea itaingia kwa awamu ya pili iweze kuendeleza katika hatua hiyo inayofuata. Na tumshukuru pia Mungu kwamba Rais wetu Samia kupitia mkurugenzi wa manispaa yetu ya Kinondoni na viongozi wetu wa manispaa wametutengea tena hela nyingine kwa ajili ya awamu ya pili, na ziko kwenye akaunti kule shule ya msingi Mivumoni milioni 661. Na mkandarasi wetu ameingia tena kwa awamu ya pili. Kama mnavyoona hapo, kazi zinaendelea na tunategemea kazi ifanyike kwa spidi ya hali ya juu. Nia yetu shule hii itakapofika Januari, basi watoto wetu wa shule ya msingi wa hapa waanze kusoma hapa, tuwapunguzie ule umbali watoto wanakokwenda kule Kunduchi, wale wanakwenda Pius Msekwa waje wasome hapa. Kwa hiyo Mungu akipenda, matarajio yetu mwezi Januari basi shule ifunguliwe, wanafunzi waanze. Kwa majina naitwa Wilfred Harifred, engineer wa kampuni ya Mniko Company Limited. Hapa tunawashukuru sana serikali na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla. Tunawashukuru kwa ushirikiano wenu pamoja na wananzengo. Kuanzia leo toka juzi tunapambana kusambaza material site, na kesho tuko hapa. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumaliza ghorofa moja. Kwa baada ya siku 30 kila mwananchi atakayepita hapa ataona mabadiliko ya hapa. Kwa awamu mlioingiza tutaifanyia haki na kwa ubora zaidi. Asanteni na tunashukuru kwa kuamini kampuni yetu. Na kwa mujibu wa michoro, ghorofa ngapi? Zinaenda ghorofa 2. Ghorofa 2. Madarasa mangapi? Madarasa yatakuwa kama 70 hivi. Kwa nafikiri wanafunzi watatimia. Kwa jina naitwa Amos Gakutwa, ni mwenyeji mkazi wa mtaa wa Wazo, kata ya Wazo. Mimi ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa neno aliloleta kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi iendelee. Na kwa kweli kazi inaendelea. Tangu tupate uhuru tumekuwa na misemo ambayo ya kutuzalishia namna ya kuboresha maisha katika nchi yetu. Msemo wa kwanza tunaufahamu, wa pili, wa tatu hadi huu wa 6. Sasa basi nachoomba kwamba kwa niaba ya wananchi ambao mimi nimepata nafasi kuongea, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hili jambo alilitamka na mimi nikiwa shahidi kwenye mtaa wa Wazo, alisimama pale akaeleza kilio chetu sisi, na tunakuwa tunapata shida, hatuendi kwenye shughuli zetu, tunavusha watoto, inabidi tena tuache shughuli zetu tufuate watoto kuwarudisha majumbani. Lakini kwa huruma yake na kwa kuelewa na yeye kwamba ni mama, anaelewa uzito tunaofanya sisi wazazi wenzie. Kwa hiyo shule hii ni mojawapo kabisa ya kioo kuonyesha kwamba anatujali na anatukumbuka kwa namna tunavyohitaji kupata mahitaji. Lakini pia sitaacha kumkumbuka mbunge wetu ambaye ni Mheshimiwa Gwajima kwa namna walivyoweza kutupigania. Tunaye Mheshimiwa diwani hapa ambaye na yeye amesema kwamba hatagombea. Sasa ninasikitika sana kuona kwamba hatagombea. Kwa miaka 5 mimi naona kama vile alikuwa ndio anaanza kujua namna gani aweze kusukumia gurudumu. Naiomba sana CCM iendelee kuwa imara katika maisha ya kuhudumia wananchi. Hakuna nchi ambayo ni salama na sahihi kama Tanzania. Tunatembea, hatuombi vitambulisho,
tunakuwa wazembe kwenda kuchukua vitambulisho serikali za mitaa kwa sababu moja kubwa. Naomba leo muelewe. Baba zetu, kwa mimi ninaelewa, lakini walioko chini yangu, unakuta baba hajawahi kuambiwa amekamatwa au mama kwa ajili ya kitambulisho. Ndio maana leo tukiambiwa serikali ya mtaa inatoa vitambulisho, watoto wetu hawana umuhimu wa kwenda kuona vitambulisho. Wamekuja kuona umuhimu baada ya kuona kwamba kuna hitajika kwenye mitandao. Lakini hiyo yote ni kwa ajili ya nini? Serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tunalala, tunatembea, watoto wetu wanaenda shule, akina mama hawana mawazo ya kuwafata. Sasa tuipe nini Chama cha Mapinduzi mitano tena? Mama Samia, kwa awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha wote hapa. Hii shule tumeipokea kwa mikono miwili, japokuwa kulikuwa kuna changamoto sana, mpaka mwenyekiti wetu akawa wametaka kumpeleka polisi kwa ajili ya kusema wameiuza ye pamoja na mbunge. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, shule inaendelea. Tunamshukuru Mama Samia kwa kunyosha mikono yake, kwa kuangalia watu wa Wazo tulivyokuwa tunateseka na watoto, kuwavusha barabara, wanagongwa na magari. Tena hatuna kilio cha kumlilia Mama Samia kwa kutuletea shule. Tunamshukuru mwenyekiti wa serikali za mitaa, namshukuru mbunge wetu pamoja na diwani, pamoja na mwenyekiti wetu wa tawi wa chama. Tunawashukuru wote. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia shule yetu iweze kumalizika na watoto wetu waweze kusoma salama. Shule ya sekondari Songoro Mnyonge ilianza kujengwa mwaka 2018 na kukamilika Januari 2022. Shule imesajiliwa kwa usajili namba S5661. Ilianza mwaka 2022 ikiwa na wanafunzi 506 na walimu 8. Mpaka kufikia Machi 2025, shule ina jumla ya wanafunzi 1526, wakiwemo wavulana 741 na wasichana 785. Idadi ya walimu ni 38, ambapo kati yao 29 ni waajiriwa wa serikali na 9 ni walimu wa kujitolea. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa, ujenzi wa vyumba 12 vya madarasa unatekelezwa shule ya sekondari Songoro Mnyonge iliyopo mtaa wa Kilimahewa Juu, kata ya Wazo, wilaya ya Kinondoni. Ujenzi huu unahusisha vyumba 12 vya madarasa na matundu 22 ya vyoo, ikiwa matundu 12 kwa watoto wa kike na matundu 10 kwa watoto wa kiume. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa, ujenzi wa vyumba 12 vya madarasa na matundu 22 ya vyoo ulianza rasmi tarehe 20 mwezi wa kwanza 2024 baada ya shilingi milioni 200 kuingia kwenye akaunti ya shule tarehe 22 mwezi wa 9 2023. Mkandarasi anayehusika ni Kenel Business Holding Company Limited, ambapo alisaini mkataba tarehe 30 mwezi wa 12 2023. Gharama ya mradi. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa, mradi utagharimu kiasi cha shilingi milioni 896,174,375 na senti 75, ikiwa ni mapato ya ndani ya manispaa ya Kinondoni. Jumla ya shilingi milioni 813,401,121 zimepokelewa kwa ajili ya ujenzi huu. Hatua ya mradi. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa, mradi umekamilika kwa 90%, ikiwa vyumba 6 na matundu 11 ya vyoo yamekamilika na vinatumika. Vyumba 6, ujenzi wa tofali umekamilika pamoja na matundu 11 ya vyoo. Matumizi. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa, mpaka sasa jumla ya shilingi milioni 806,451,921 na senti 93 zimetumika kumlipa mkandarasi, na jumla ya shilingi 393,449 na senti 72 bado hazijatumika. Faida za mradi. Ndugu mwenyekiti, kamati ya Mwenge, mradi utasaidia kupunguza msongamano mkubwa uliopo madarasani, kwani kwa sasa chumba kimoja kina wanafunzi 75. Pia itasaidia kupunguza msongamano chooni. Pia itasaidia walimu kupata ofisi. Ndugu mwenyekiti, kamati ya Mwenge, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupa fedha za ujenzi wa madarasa haya.
CCM oye! Mama Samia oye! Mama Samia safi! Naomba kuwasilisha. Asante sana, asante sana. Kwa niaba ya wazazi wa Songolo Mnyonge, sisi kama wazazi tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo ametufanyia Songolo Mnyonge. Tunamshukuru sana kwa sababu shule yetu kama ambavyo mkuu wa shule alivyoeleza ina wanafunzi wengi na kutokuwa na msongamano mkubwa, lakini kwa kutuletea darasa hili na kutujengea jengo hili imetupunguzia sana msongamano wa wanafunzi. Tunaomba turudishe shukrani na pongezi kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na hayo, tunajua kwamba shule yetu bado ni changa, ina machangamoto mengi. Changamoto ya kwanza, ndugu mgeni mheshimiwa, ni kwamba eneo letu la shule limechanganyikana na wakazi. Kwa mipaka yetu ya shule bado haijaeleweka vizuri. Tuna wakazi ambao wako katikati ya shule na watoto wetu wakati mwingine wanaenda kujificha kwenye hizo nyumba. Kwa tukua tunaomba mipaka ya shule itambulike rasmi. Jambo la pili, mheshimiwa diwani, changamoto yetu ya pili ni eneo la viwanja. Shule yetu haina viwanja vya watoto wetu vya kuchezea mchezo, na kama mnavyojua kwamba mchezo ni sehemu ya afya, ni sehemu ya kuondoa msonga mawazo na kadhalika. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba tupate kiwanja cha watoto wa kiume na kiwanja cha watoto wa kike. Jambo la tatu, mheshimiwa, changamoto ya tatu ni barabara. Shule yetu kama unavyoiona, kwa sababu kule mbele kuna wakazi ambao wanaishi, kwa hiyo shule haina barabara. Leo hata tungesema barabara ya kwenda shule haipo. Kwa tunaomba kupitia Mheshimiwa Rais atutatulie tatizo hili. Tunakushukuru sana viongozi wote, Mungu awabariki sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Naitwa Stella Mzengi, ni mkazi wa Kilimahewa Juu Salasala. Mheshimiwa mgeni rasmi diwani, tunakushukuru sana kwa upendo wako pamoja na majukumu mengi ulionayo, lakini bado umetutafutia muda wa kuja kutuona na kushuhudia yale ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi inafanya. Tunakushukuru sana. Kwa kweli hili swala la shule yetu, we are proud. Tunakushukuru sana sana, na tunaomba ufikishe salamu zetu za shukurani kwa mbunge wetu na kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu unajua maendeleo ya nchi hii yanaenda kwa kasi sana, na sio kwa ajili tu ya ule utendaji, bali ni ule umakini wa Mheshimiwa Rais na timu nzima ya uongozi kwamba Watanzania wanahitaji nini. Elimu ni kitu muhimu sana. Usipomsomesha mtoto, basi hilo taifa ni marehemu. Sisi tunakushukuru sana. Jambo lingine, ninaomba nikushukuru sana hata kwa barabara na daraja lile linalounganisha shule ya Benako, shule msingi pale. Lakini pamoja na hayo, tunaomba hizi barabara zetu kama alivyotangulia mzazi wa kwanza, tunaomba barabara zetu ziboreshwe. Kwa kweli ni matatizo. Nafikiri kama umetembea hata hapa ndani, mvua ikinyesha watoto wanapata shida sana. Viatu havidumu, nguo hazidumu kwa sababu ya ile hali ya hewa. Tunakuomba sana, pamoja na mambo mengi ambayo unafanya, miradi mingi, lakini hili nalo utufikishie hata kwa Mheshimiwa mbunge na timu nzima ya uongozi wa Wazo, kata ya Wazo na wengine wote. Tunakushukuru sana sana sana. Kwa majina naitwa Grace Betwell Mkumbwa, ni diwani wa viti maalum wilaya ya Kinondoni. Ndio maana kuna watu wanajiuliza kata ya Wazo kuna madiwani wangapi? Mimi ni diwani ambaye natokana na wanawake, vijana pamoja na walemavu. Nimechaguliwa na wilaya nzima ya Kinondoni. Wanawake ndio walioniteua na ndio nikawa diwani wa viti maalum wilaya ya Kinondoni, lakini ninaishi kata ya Wazo, mtaa wa Nyakasangwe. Sawa. Ifahamike hivyo. Lakini kwa kipekee natanguliza shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais. Ametuona kata ya Wazo kwa upana zaidi. Ukiangalia sekta zote amezigusa.
sekta ya elimu, afya, nitaangalia tena elimu ilivyoguswa maradufu kupitia mpaka madawati yetu, lakini kupitia sasa hivi jinsi tulivyokuwa na ujenzi upya wa madarasa yetu pamoja na shule mpya ambazo zinakuja kata ya Wazo. Lakini pia mimi niwaombe wanawazo, tuna changamoto ipo ya barabara. Hiyo inajulikana. Ila kupitia mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, ametuona kwa jicho la upana. Tuna barabara zetu zinaenda DMDP2. Sasa tunaenda kupata lami. Ni swala la muda tu. Lakini hata zile za ndani TARURA nao wametusikia. Tunaenda kupitisha greda, lakini tunaenda kuweka vifusi zile barabara ambazo hazipitiki. Niwaambieni kuweni mumwamini Mama Samia, mjue Mama Samia yupo na kazi amefanya, nyenye mtakuwa mashahidi. Lakini pia tuna swala la mwendokasi jamani. Sasa hivi tutakuwa swala letu nauli ni ndogo, tunafika Kariakoo. Asante. Kwa majina anaitwa Ana Michael Tem. Ni mwalimu mkuu wa shule hii ya msingi Kilimahewa Juu na ni mwalimu mkuu mwanzilishi wa hii shule. Shule imesajiliwa tarehe 28 mwezi wa 3 2022. Nilipokea ikiwa na wanafunzi 1444 ikiwa na walimu 21. Lakini kwa sasa kutokana na nilipokea rundo kubwa la watoto wengine wamehama, mpaka sasa hivi nina watoto 1200. Shule iko vizuri kama mlivyoiona, haipendezi kimazingira tu, hata kitaaluma tuko vizuri sana. Mwaka 22 kitaaluma nilisajili watoto 187, lakini walifanikiwa kufanya mitihani watoto 184 na watoto 176 walifaulu kwa kwenda sekondari. 2023 watoto 202 walisajiliwa, wote 202 walifanya mtihani, watoto 194 walikwenda sekondari. 2024 tulisajili watoto 150, wote 150 walifanya mtihani wa taifa, watoto 145 walifaulu kwenda sekondari. Lakini tunashukuru shule yetu ni katika shule mojawapo ambayo ilipandisha ufaulu kwa asilimia kubwa sana mwaka 2024 hadi kufikia kupewa cheti cha kupandisha ufaulu wilaya ya Kinondoni. Na kama tunavyojua wilaya ya Kinondoni ndio wilaya tunaoongoza Tanzania nzima mara 4 mfululizo. Kwa Kilimahewa Juu haikuangusha, ilikuwa iko juu kwa kupandisha ufaulu kutoka asilimia 183.9837 2022 hadi kufikia 197.5933 2024 na kupewa cheti hicho cha kupandisha ufaulu. Kama mnavyoona shule hii ilijengwa na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Benako. Madarasa kama mnayoyaona hapa, haya madarasa yalikuwa ya COVID, yamejengwa kwa gharama ya shilingi milioni 80. Majengo tunayoyaona kule yako vyumba 4 pamoja na vyumba 2 vya hapa na ofisi ndogo, ni fedha za ndani za halmashauri kwa gharama ya milioni 20 kwa 40 kwa kila majengo mawili. Kwa tukipiga mahesabu ni milioni 120. Tuna vyoo matundu 13 ambavyo navyo vimejengwa kwa gharama ya shilingi milioni 27, na tuna vyoo matundu 6 yale yamejengwa kwa gharama ya shilingi milioni 13,200,000. Kama nilivyosema, shule hii kwa sasa ina watoto 1200, lakini vyumba vya madarasa kutoka darasa la awali mpaka darasa la 7 tuna vyumba vya madarasa 10 tu. Kwa idadi hiyo ya watoto nakiri kusema kwamba tuna upungufu wa vyumba 18 vya madarasa. Na pia hali ya madawati, tunayo madawati mpaka sasa hivi madarasani 240, na tegemeo tulitakiwa tuwe na madawati 390. Kwa hiyo tuna upungufu wa madawati 150. Kipekee namshukuru mama kwa kuanzisha shule hii, Mama Samia kwa kuanzisha shule hii. Imekuwa ni faraja kwa wakazi wa huku kama ninavyojua kama kiongozi, kwa sababu rundo kubwa lilikuwa pale Benako
tumeweza kugawanyika kuja hapa, na pia mgawanyiko huu umeweza hata kupandisha taaluma, kutoa ule mrundikano na kufanya watoto wasome kwa kujiachia, kusoma vizuri na maendeleo yao kuwa mazuri. Lakini pamoja na yote hayo, bado shule kama shule tuna changamoto kama nilivyosema, wa upungufu wa vyumba vya madarasa kwa idadi niliyosema, pamoja na madawati. Lakini pia nishukuru jamii ya hapa, imekuwa bega kwa bega. Kipekee ni mshukuru kamati ya shule na mwenyekiti wangu wa serikali za mitaa, amekuwa bega kwa bega na shule hii kwa kushirikiana na wazazi. Wameweza kutupatia mazingira kama mnavyoyaona. Hii miti isingeweza kustawi bila maji. Wazazi waliweza kutuwekea maji, kutufanyia mambo mbalimbali, kuvuta umeme shuleni. Zote hizi ni nguvu za wazazi kutokana na viongozi hao. Kwa hiyo pia naishukuru kipekee sana jamii, wazazi kwa michango yao ya kujitoa kwa hali na mali kwa ajili ya shule yetu. Kipekee nishukuru pia uongozi wa kata, nishukuru jamii kwa ujumla. Na shukrani nyingi sana ni kwa mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana. Tuko kwenye shule ya Kilimahewa Juu. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutupa shule nzuri. Watoto wetu wanasoma kwa kujinafasi. Tunamshukuru mwalimu mkuu kwa kutuwezesha watoto wetu kufaulu vizuri. Tunampongeza sana mwalimu mkuu, aendelee kutuboreshea watoto wetu. Tunamshukuru sana Mama Samia, aendelee kutupa misaada, asituache. Jamani, Mama Samia mitano tena. Asante sana, asante. Tunaipongeza serikali yetu, lakini kikubwa kila mtu ashike katika nafasi yake. Kama ni hakimu, afanye kazi vizuri katika uhakimu wake. Kama ni mwalimu, asimamie majukumu yake ya ualimu, lakini vile kwa mzazi naye asimamie majukumu yake yanayowajibika kwa mzazi juu ya mtoto. Lakini vile jukumu la kutunza hii miundombinu iliyoonekana ni jukumu la kila mtu katika ile nafasi yake. Lakini vile nampongeza sana mwalimu mkuu kwa ibada aliyoifanya. Kwani mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu, wakati anashushwa aliambiwa usiende kuharibu mazingira huko uendako. Lakini vile walimu hapa wamekuta mazingira hayako vizuri, lakini wamefanya ibada nzuri zaidi, mpaka sasa hivi panapendeza zaidi na zaidi. Kikubwa tunasema asante kwa serikali, asanteni kwa wasimamizi kwa kazi nzuri mlioifanya. Asante. Kwa majina ninaitwa Celestine Yolan Bebato, mkurugenzi kampuni ya Dice Construction and General Supply Limited. Tumepata nafasi ya kutekeleza mradi wa ujenzi wa shule sekondari ya Salasala. Tunatarajia kukamilisha huu mradi mpaka tarehe 31 mwezi wa 10 utakuwa umekamilika. Mkataba ni wa miezi 6. Mradi umeanza tarehe 11 mwezi wa 5. Ndio tuko kwenye hatua ya kuchimba msingi. Plani yetu ni kwamba tutajitahidi kadri ya uwezo kupunguza muda uwe mfupi kadri tunavyoweza, ili kazi kamilike waweze kuitumia inavyowezekana haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo plani yetu ya kwanza ilikuwa ni kwamba tunavyochimba, japokuwa chini kuna maji na nini, lakini plani yetu ilikuwa ni kwamba zege lote tutaleta na magari. Kwa hiyo tutakuwa tunatumia magari kumwaga zege ili kushorten ule muda wa kuanza kuchanganya kawaida, hata kama tuna mashine zetu. Kwa hiyo kazi hapa inafanyika ni usiku na mchana. Hapa tuna taa zetu, kazi inafanyika usiku na mchana. Tumefunga taa, hizi ni sports light. Ni taa kubwa, maana yake hapa watu wanachimba. Sasa hivi wengine wametoka kwa sababu muda wa kutoka ni saa 11:30. Wengine wataingia usiku, tunaendelea na kazi. Kwa hiyo plani yetu kutokana na mpango kazi wetu ni kwamba mpaka msingi utakamilika kabla ya tarehe 31 mwezi wa 6, msingi utakuwa umekamilika. Tukikamilisha msingi, moja kwa moja tunaanza kunyanyua zile column pamoja na beam na slab. Tutamwaga slabu, tukishamwaga slabu wakati tunasubiri ikauke. Ikikauka ndani ya zile siku ambazo ni siku 28. Mara tu baada ya siku kufika, maana yake tutaondoa, tutaendelea juu huku chini wanapiga tofali na finishing zinaendelea. Kwa hiyo tutakuwa tunamwaga huku chini tunaendelea, tunamwaga huku chini tunaendelea, ili tuhakikishe tunamaliza haraka iwezekanavyo. Kwa majina naitwa Edina Flavian Kayombo, ni mkazi wa Salasala. Ninapenda kukushukuru sana diwani wangu ndugu Manyama na jopo nzima ambao umetuletea mradi huu na pia kutembelea mradi huu. Tunasema asanteni sana kwa sababu itatupunguzia adha kama wazazi wa eneo la Salasala. Katika kata ya Wazo tukiangalia mtaa wa Salasala hauna shule ya sekondari. Lakini hili tunashukuru sana kwa mradi huu. Na pia tunawashukuru sana kwa kila kitu ambacho mmetufanyia kama serikali. Tunamshukuru pia Mama Samia Suluhu Hassan. Mitano tena kwa mama. Mitano tena. Asante sana. Ndugu mheshimiwa diwani,
uwepo wangu hapa kama mwananchi wa eneo la Salasala, tuna kero pia. Pamoja na mradi kutuletea, tuna kero. Kero yetu ni barabara ambayo inaunganisha kutoka hapo Semabaa kuingia eneo la Salasala Magengeni, kwa sababu tukiangalia barabara ni kubwa, inatuunganisha na majirani zetu wa Kilimahewa pia na wa Kinzudi, lakini barabara haipitiki. Kipindi cha mvua imekuwa ni adha kubwa sana kwa sisi wananchi, kwa sababu tunapanda bajaji kwa shilingi 500, lakini kipindi cha mvua tunapanda kwa shilingi 1000 na hata bodaboda haziwezi kupita. Tunaomba tuangalie kwa hilo, ndugu mheshimiwa. Kwa majina naitwa Esther Zablon Mdoe. Mimi ni katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani wilaya ya Kinondoni. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa kutupa mwaliko wa kujumuika na wewe katika kutembelea miradi hii ambayo umeitekeleza katika awamu yako uliokuwepo madarakani, na kipindi ulipo madarakani bado hujamaliza, unaendelea. Tunashukuru sana kwa kutupa heshima hiyo. Kwa kweli tumetembelea, tumeona mahakama ambayo tayari inafanya kazi, tumeona shule, tumeona madarasa. Kwa kweli kituo cha afya Nyakasangwe. Kwa kweli kwa siku ya leo, mimi nikiwa kama katibu wa JMAT wilaya ya Kinondoni, ambaye ni katibu na hudumu kwenye kata 20, nimeenjoy kwa siku ya leo. Kwa kweli wazo unastahili pongezi Diwani Kaka Manyama, na vile vile tunamshukuru rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli rais wetu anatujali sana wananchi wake. Nikiwa kama ni mtendaji katika viongozi wa dini wa wilaya ya Kinondoni, mimi nimeona kazi kubwa iliyofanyika katika kata ya Wazo. Tunamshukuru sana Mama Samia, na vile vile tunashukuru watendaji walioko chini, kwa sababu Mama Samia yeye ni mtoaji, lakini walioko chini kuna watendaji, kuna diwani, kuna mtendaji wa kata, kuna watendaji wa mitaa na wenye viti wa mitaa, pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao ndio wanaotekeleza ilani ya CCM. Kwa kweli mimi nimefurahi sana, na Mwenyezi Mungu akubariki sana Kaka Manyama, na pia hata kama unaendelea tena, basi Mwenyezi Mungu akujalie heri kwa pale ulipofikia, na yaliyobaki uweze kuyatekeleza kwa miaka 5 tena inayoendelea. Mama Samia mitano tena. Asanteni. Asante sana ndugu zangu. Kwenye ziara ambayo tumekuwa nayo leo ya kutembelea miradi mbalimbali iliyotekelezwa ndani ya kata ya Wazo, kama ambavyo tumeona kwa ushahidi mkubwa, kazi kubwa sana imefanyika. Wapo watu ambao wanaumia tunaposema Mama Samia mitano tena, tunapomshukuru kwa kazi kubwa aliyofanya, lakini sisi wananchi wa Wazo hatutaacha kumshukuru Mheshimiwa Rais. Kazi aliyofanya ni kubwa. Hata vitabu vya dini vinatukumbusha na kutuonyesha namna gani Mwenyezi Mungu anapenda mtu mwenye moyo wa shukrani. Ni shetani tu ndio ambaye ana moyo wa shukrani. Kama Mwenyezi Mungu anapenda kushukuriwa, ije sisi binadamu ambao tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Mwenzetu anapofanya jambo zuri tunafanyaje? Tunamshukuru na kumpongeza. Mama Samia oye! Kwa hiyo sisi kata ya Wazo tutaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais, tutaendelea kumsifia na kumsii na kumwombea afya njema ili aweze kutuongoza tena kwa kipindi cha miaka 5. Tumeona katika changamoto mbalimbali, lakini kubwa ambayo imesemwa sana na wananchi maeneo yote niliyopita tangu asubuhi saa 3 mpaka sasa hivi saa 12 kusalasala kuanzia Nyakasangwe, ni kero ya miundombinu ya barabara. Nadhani hata waandishi wa habari mmeona. Hii ni kili wazi ya kwamba moja ya changamoto kubwa sasa iliyosalia ndani ya kata ya Wazo ni changamoto ya miundombinu ya barabara. Na Chama cha Mapinduzi tuko wazi. Pale ambapo tumefanya vizuri tunataka mtusifie. Pale ambapo kuna changamoto mtukosoe, tutachukua changamoto hiyo, lakini Chama cha Mapinduzi na serikali yake hakijawahi kushindwa. Niwahakikishieni wananchi wa Wazo na mitaa yake yote 8, kero ya barabara itabaki kuwa historia. Kama tulivyotatua maji, mimi nimepita kwenye kampeni 2020 kule Nyakasangwe, Mivumoni, Kisanga na sehemu ya mtaa wa Wazo. Watu walikuwa wanachota maji mto Nyakasangwe kwenye vijito. Ilinitoa machozi nilipochukuliwa kwenda kule. Lakini leo hii wanaoga zaidi ya mara 3. Maji yanatoka nyumbani mpaka kwenye vyumba. Nani kama Mama Samia? Kulikuwa kuna changamoto, watoto wanalala chini. Leo hii tumetembelea miradi ya shule mpaka waandishi wa habari wenyewe mmechoka. Miradi mikubwa kama hii hapa tulipo ya madarasa ya juu ya gorofa yalikuwa hayajawahi kuja Wazo, lakini yamekuja. Kituo cha afya tumeona kule cha kisasa na eneo lipo, na mmesikia mganga mfawidhi mikakati iliyopo ya kufanya kiwe kituo bora sana ukanda wote huu kwenda mpaka Bunju na Mabwepande.
kazi kubwa imefanyika. Mahakama, wananchi walikuwa wanakwenda mbali. Kwa hiyo niwaombe kwenye upande wa miundombinu ya barabara. Moja, kwa hatua za haraka, mvua hii ambayo imekuwa ndefu ya masika mkoa wa Dar es Salaam imeathiri barabara zetu nyingi, na ukweli ni kwamba barabara zetu nyingi ni za changalawe na nyingi zinahudumiwa na TARURA, lakini zinakuwa hazina mitaro. Kwa hiyo mvua inaponyesha barabara nyingi hazipitiki, na jiografia ya kata ya Wazo maeneo mengi ni milima na mabonde, sio tambalale. Kwa hiyo mvua ikinyesha, kwa kweli mawasiliano yanakuwa changamoto. Hatua za awali ambazo tumekubaliana na ofisi ya mkuu wa wilaya kakaangu Saadi Mtambule, TARURA pamoja na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, baada ya mvua hizi kuisha, tunachoangalia ni mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa wanatuambia nini. Kiutaalamu huwezi kuingiza grader wala kuleta moram na kuweka kwenye barabara kama mvua inaendelea kunyesha. Ukifanya hivyo wakati barabara inatumika, itakuwa ni chaos kwa wananchi. Kwa hiyo lazima usubiri msimu wa mvua upite, and then tutakuja na mkakati mkubwa na umeshaandaliwa wa kuboresha barabara zetu zote za kata ya Wazo. Kwa hiyo wananchi, niwaambie, baada ya mvua tumehakikishiwa kwamba ndio ukomo wa mvua za masika, mshike unaoanza. Hakuna kitu kingine. Na mimi kama diwani ya awamu yangu ya kumalizia, mshike nitakao kuwa nao ni ukarabati wa barabara zote za kata ya Wazo sasa zipitike baada ya mvua. Lakini hatuwezi kuendelea, na hili nimekuwa nikilisema kwenye vikao, hatuwezi kuendelea kuwa na barabara za changalawe ambazo mvua ikinyesha, kwanza nyingi hazina mitaro, mvua ikinyesha tunarudi square one. Hizi barabara, ndugu zangu waandishi wa habari na viongozi, ambazo tumepita, sio kwamba ziko hivyo miaka yote. Tumehangaika sana kwa kipindi changu cha miaka 5, tumezikarabati, na kuna wakati ulikuwa ukipita mpaka mwenyewe unafurahia. Unafunga vioo vyako unakimbia namna hii. Lakini mvua ikinyesha tunarudi kule kule. Tumelia sana kuomba serikali mradi wa DMDP wa ujenzi wa barabara za lami. Kwenye kata yangu ya Wazo, nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba ninamaliza muda wangu, lakini ninamaliza huku nikiwa na uhakika ya kwamba DMDP awamu ya pili nimepewa barabara 4 za lami. Hakuna kata kama hiyo iliyopewa barabara nyingi namna hiyo. Nina barabara ile ya Nyakasangwe na mkandarasi ameshapatikana. Barabara ya Mivumoni ambayo tumetembelea, mmemwona yule mchina pale, tumepiga naye maneno, yuko tayari site. Barabara ya Mbopo ndio yule mchina anajenga, ile ya Mivumoni na ile ya Mbopo inayokwenda Msumi Ubungo pamoja na Mbopo Mabwepande. Lakini na barabara ya Umoja ambayo inaanzia maeneo ya Container inakwenda mpaka Madale kule nyuma ya kituo cha polisi. Hizo tayari wakandarasi wameshapatikana, ni muda wote kazi inaanza. Kinachoendelea sasa hivi kuna kumalizia mazungumzo ya kuwalipa fidia wananchi ambao maeneo yao yatachukuliwa, kwa sababu hizi barabara zitakuwa kubwa, zina mitaro, zinatakiwa ziwekwe na taa. Kwa hiyo lazima kuna fidia. Hatua za mwisho ziko hivyo ili mkandarasi aweze kuanza kazi. Lakini pia kuna miundombinu ya maji, mabomba lazima yaondolewe, kuna nyaya za umeme lazima ziondolewe, na kebo za mawasiliano ambazo zimepita chini za TTCL, za internet na mawasiliano mengine pia wako kwenye mchakato wa kuziondoa. Kwa hiyo niwaambie wananchi wa maeneo hayo ya kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iko kazini na mradi unakuja. Sasa baada ya hii miradi ya barabara 4, ni matumaini yangu kwamba mambo yakienda kama yalivyo, dua za Mwenyezi Mungu, kuanzia mwezi wa 9 tunaanza vikao vya kupitisha barabara zingine hasa za ukanda huu wa Salasala. Ninapoongelea ukanda wa Salasala naongelea mitaa ya Kilimahewa Juu, Salasala pamoja na Kilimahewa. DMDP2 sehemu ya pili itahusisha barabara zifuatazo ambazo tumeshazipitisha. Watakuja sasa wale wakandarasi washauri kuzitembelea na kuanza kutengeneza bajeti ziingizwe kwenye utangazaji wa tenda. Kuna barabara ya IPTL inaanzia kule IPTL, inapanda Kilimahewa Juu, inakuja kutokea juu kidogo ya Polipoa, kuungana na hii barabara ya lami ambayo tulipita wakati tunakwenda Songoro Mnyonge. Lakini kuna barabara inaitwa RTD2. RTD2 ndio hii barabara mwananchi ameiongelea, iko nyuma kidogo hapa. Ina wananchi wengi sana huku maeneo ya Salasala Magengeni. Inakwenda mpaka kule kwenye tenki la maji makao makuu ya mkoa wa Dawasa, na inakuja kuungana na barabara zingine za mtaa wa Kilimahewa. Tunaita RTD2. Zote tunakwenda kujenga kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo nawaambia wananchi wa Salasala mkae mkao wa kula, mambo ni mazuri. Lakini pia tunakwenda kumalizia hii barabara. Tungekuwa na muda tungeitembelea. Hii barabara ya Africana Kinzuri ilijengwa kidogo ikaishiwa mahali fulani lami, lakini tuliongezea tena kama kilomita 1 ya lami. Lengo tunataka tuungane na wenzetu wa Ubungo, kwa sababu wao wamejenga kuanzia Goba na wenyewe wanakuja mpaka Kinzudi. Mpakani kwangu wa Wazo na Goba ni Kinzudi. Kwa hiyo lengo letu tunataka tuunganishe hii barabara. Mtu anaweza akapita hii barabara akaenda mpaka Kinzudi, mpaka Goba, akaenda mpaka Mbezi, akatembea zake kwa kiwango cha lami. Ndio mkakati tulionao. Kwa hiyo mambo mazuri yanakuja. Mimi niwaombe tuendelee tu kumuunga mkono Mheshimiwa Rais pamoja na chama chetu. Na niwaambie ya kwamba katika hii miradi tumeongea na wakandarasi kuanzia kule Mivumoni. Watakaopata ajira tutatoa kipaumbele kwa vijana wetu wazawa wa kata ya Wazo.
Na nimepita pale Mivumoni, akina mama wameniomba, nimeshaongea na mkandarasi na HR wao, tumekubaliana waandike barua na kipaumbele namba 1, na mimi nitasimamia kama diwani, ni kuhakikisha wazawa vijana wetu wapate ajira, akina mama wapate ajira, wale wanaopika mama lishe na wengine wote wapate ajira. Miradi hii inapokuja, tunataka sehemu ya fedha ibaki kwetu ndani ya kata ya Wazo. Ndugu zangu, na washukuruni sana, na hayo nilipenda niyatolee ufafanuzi, na kazi kubwa imefanyika, na kwa kweli mimi niseme Mama Samia mitano tena.